ni mimi. Leo umeshika kwa mkono ni yako. Ni yangu funguo ya gari. It's a long story. Nitakwambia siku nyingine. Wewe unafanya nini hapa? Niko na komiti ya harusi. 2000. Ni hesabu hapo. Wakaenda 2K kwa hiyo komiti. Akasema siku ya harusi atakuja na gari yake na atabeba. Na siku ya harusi ukweli ni kwamba he was the first person to fika nyumbani na gari yake. Ilibeba kwa kutoka Nairobi. Baada ya harusi tukakuja hapa wadau mimi na mke wangu, wananipigia simu. Nimempigia nimemtafuta nikamkosa, akakuja akapata miss call akanipigia. Akaniambia pole. Nimefika kutoka UK. Nikamwambia karibu. Akaniuliza unakaa wapi? Watamu. Kuna kiwanja ndege karibu. Ambia jirani yako ni wewe sasa. Amen. Wewe usitaki kujaribu vitu watu wengine wamejaribu. Jaribu vitu ambavyo watu wa kwenu wamekuzunguka hawajaribu. That is becoming unique. You don't have to be like them. You have to be what God is saying that you are. Amen. 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 So it's not about the grade that has been achieved by people. It's about the grade that has never been achieved. Baada ya hiyo tukaongea naye, tukaongea sasa naongea na wewe, amenipigia simu. Tumeongea right now he's living in UK. He's a youth pastor in a church in UK. And now I'm planning to go to UK for revivals. Courtesy of him. Amen. Amen. Kila neighbor, niangalie. Amen. Treatment yako kwa watu ambao uko nao, you will always come and remember. Especially wale watu ufikiri wanaweza kukua, ndio watu huwa. Wale watu angalia jirani yako ile watu wanakaa hawakai kukua, ndio angalia. Sasa ujue wale watu unaona kama hawakai kukua, ndio watu watakuwa. Amen. Respect them. Waheshimu. Because ukiwa respect watakuja kukuheshimu baadaye. Amen. And the other one is in faith. Imani yako. Hold on to your faith. Imani ndio inaleta tofauti katika maisha. So many people are gifted, but few people have faith. Sasa hivi kwa TV ukiangalia watu wengi wako hapo, si kwamba wana sauti nzuri. Hata Rinto alisema the other day kwa nini? Kwa trend. Mimi si kwamba nina sauti nzuri lakini nina faith. Ninaamini Mungu anaweza kunisaidia kufika mahali na ninafika. And Rinto ni kweli tumeenda naye mashule. I've gone with him in school. Leo naye Bahati and so many other schools with him. He's a man of faith. Si kwamba ni sauti yako nayo nzuri ndio anaimba. He is a man of faith. Unaweza kuwa na gift iko hapo umeikalia tu chini. Ni imani huna. It's not about you having a good voice or you know how to play the football. As long as you are sitting down, you can never shine. You can only shine if you rise up and you shine. Amen. Amen. Have faith. In faith, imani yako itaprove ya kwamba you are a gentleman. Amen. Kwa sababu ya faith yangu imenifanya nikakaa katikati ya mabishops. Bishop Arati Mombasa Pentecostal Church. We were ministering with him in a conference. Mimi ni mhuduma na yeye pia anahubiri. Such people like him and many other great men. You can sit with them. Miaka yangu na ya Bishop Arati ni kama niko mtoto wake. Lakini sasa hivi tumekaa naye hapo, si mtoto. Tuko marafiki. Na tunaongea kama watu wazima sote wawili. Amen. Why? Because mimi nimeraise standard ya imani. Tell me, raise your standard of faith. Amen. And faith is how you speak. Ongea kiimani. Talk things as if God is the one providing for you. Mimi wakati kwa nafikiria kufanya mkutano wa Kilifi, singesema watu wengi hawajafanya mkutano kama huo. Na mimi nimesema nitafanya. Hiyo mkutano ilikuwa inavutia watu kutoka mpaka Nairobi. They were coming to this meeting. Mpaka watu wa KTN wanataka kutangaza. Why?
Because I'm thinking about something that has never been taught, and I want to try something that has never been tried. People say they don't have money. They forget that they have God who provides money. It's not about you having money. It's about God who provides money. If He says, do it, do it. If He says, if you think about going to University ya wapi? Mount Everest, Oxford. Ukikaa tu sipoje ukilie, nasikia kwenda Oxford. Usijaribu kutafuta opinion na excuses za kutoenda. Unataka kwenda Oxford. What does it take to go to Oxford? Grade gani? Angalia grade ambayo inahitajika. Wacha na pesa. Ukiwa na hiyo grade ya Oxford, sasa pesa itakuja. Kuna pesa zingine huwa haziji mapema, zinakuja wakati ambapo umeshajitayarisha, ni pesa peke yake inahitajika. I heard of a story of people who did not have visa. Walitafuta pesa ya visa, wako na tiketi ya ndege, akawa na pesa ya visa, na visa ameshika kwa mkono, ameenda kwa airport na anaenda India. Kufika huko anapigiwa simu. Hi, hey, long time no see. Hey, long time no see too. Where are you going, India? Before you go, I've been looking for you. There's something I want to give to you. What is it? A minute. This, please, take it. I've been looking for you. Take it. Hudi ya pesa. Na hiyo ndio ilikuwa inahitaji kulipia tiketi. Unajua kuna tiketi zingine huwa zinalipiwa kwa airport. Kama mimi kuna wakati nilikuwa naenda Sierra Leone and I had money in my hand. I had not paid at the agency. I was supposed to pay from the Moi International Airport. Amen. Tell your neighbor, imani ni kujaribu mambo ambayo haujaona. Amen. You don't have to wait to see to try. Mwambie jirani yako usigoje kuona ndio ujaribu. Mwambie jaribu kabla hujayaona. Amen. Tell them, raise your standard. Obey. Amen. Is that okay? If you never hujaipata A, kama A. Behave kama A. Ungekwambia grade yako ilikuwa gani last wiki? Usijali, kwa na grade 4, poa sana. Usimtajie grade zingine ziza kutajwa. Amen. Mwambie usijali, akikusumbua, wewe unataka kusumbuane, usijali. Hiyo ni mimi lakini kwa na grade 4. Sawa? Tulia basi. Sema amen. Amen. Usikubali mtu akusumbue na pasti yako ambayo haikuwa nzuri. Unahitaji watu wa kukuambia unaenda mahali pazuri. Amen. Raise your standard. You can achieve it. You don't have to be a genius. But all you need is to have faith in God. He's able to make it happen. The other one? Impurity. Purity. Mimi ni standard yangu ya purity. It was easy for me to fall with girls because there were so many. And they were beautiful. One, no. Nimekuwa na mademu, nimekutana na wote. One, no. We bamba, wausi, weupe, wafupi, warofu, whatever. Lakini nilikuwa najaribiwa katika standard yangu ya nini? Ya purity. But all that time, sikuwahi kulala na msichana mmoja. Kufanya ngono naye. I raised my standard of purity. Wakati ambapo nimehusiana na mke wangu ambaye ndiye mke wangu sasa hivi, tulikubaliana kitu. Nilimwambia wakati huu wote wa mahusiano tusishikane mkono. Tukubaliane na tukakubaliana. Kuna wakati nilikuwa nasikia nataka nimsaidie kuvuka barabara, akaniambia kumbuka, we have to raise our standard of purity. When you raise your standard of purity, God will give you pure faith. You get what you are. Ukiwa mtu wa kushikwa, utapata mtu aliyedarwa damu. Kama wewe kazi yako ni hivi, kazi yako ni kushikashika hivi, utapata aliyebofio. Mwambie jirani yako, raise standard.
kuna pia wewe. Ukienda kushikashika, yule ulioombiwa wewe anashikwa shika. Ukitaka kuzuia hiyo, ukikutana mwambie barikiwa, akikuja kukupatia kitu asante. Inua kiwango. Ambia jirani inua kiwango. Of purity. Amen. Mwambie think pure. Vitu zingine kama za pono hizo, si vitu zako, si za kiwango chako. Mungu huwa anaangalia. Akiangalia position zingine si za watu ambao hawajainua viwango katika mambo ya usafi. Barack Obama aliambiwa na mke wake, nikimalizia. Kuna nyingine hapo after purity. Barack Obama aliambiwa na mke wake, you want to become the president of the United States of America? He said yes. Then you have to stop smoking. Alikuwa smoker mbaya sana. Aliambiwa, it is possible, but stop smoking. Haya, discipline, very important. Kina Neymar na wengine wanacheza mpira kule, hebu enda ubrowse uangalie vizuri. Wale wanakuanga indiscipline. Wanafanyangwa nini? Wanabaniwa kwa miezi fulani. Sivyo? Alafu wanaambiwa hawatacheza, na kama ikiwezekana wanaweza kubaniwa hata miaka ngapi. Aidha alikutwa akismoke, akiwa amelewa, ama anakunywa, ama mahali pabaya. Na Mungu anaangalia, Mungu ni huwa anaamua viwango. It is God who decides where to take you. Na Mungu huwa anakusoma, anaangalia umeinua kiwango cha usafi. Do you deserve a position that you are praying God to take you? Lazima akuangalie. If you don't deserve that position, He gives others. Inua kiwango. Amen. Raise what? Kama umemesh na life yako ya past, wachana na hiyo imepita. Begin today, raise your standard. If you are used to contacting sumbua wasichana, wachana na. When your time comes, God will give you His own choice. Okay? Mimi mke wangu huwa anapraisewa na watu wengi. Nyumbani watu wanampraise. Kanisani watu wanampraise. Mimi ninampraise. God give me not just a woman, but a wife. Akija hapo hata bila anaongea, akija hapo atasema hata alhamuka mimi nimeenda huko atasimama tu hapo. Aongee mambo mawili na mtasikia. She's a manager. She's working in a banking sector. Tukikutana hatu wanafanya kazi kwa bank. And she has always testified to me. She told me all the time, I raised my standards. She comes from a poor family background. Mamake alikuwa kazi yake ni kupika chakula, alafu anaenda anauzia watu wa mijengo. Baadaye akawa na kahoteli kakuweka kama ile ya viazi karai. Lakini haikuzuilia mke wangu kusoma na kufanya mpaka diploma ya business management. Haikumzuilia sasa kufanya kazi katika bank. Mambo yaliyopita na mambo unayoyapitia yasikuzuilie kuona mahali ambapo Mungu amekusudia kukupeleka. Amen. Amen. Some of us Mungu amewatengenezea familia zenu tayari. Wonderful wife, watoto, lakini wewe ukifika mahali unaiharibu yote. Please, like David, omba, God, put your, Daudi alisema nini? Have put your word in me that I may not sin against you. Omba Mungu, nisaidie. Sometimes we have weaknesses. The flesh is weak, but the spirit is willing. Keep praying to God. He will give you the strength to keep pressing on until you become what God has destined you to be. It is possible to get there. It is possible to become. Mimi bado sijasimama. I'm still running my own race. Probably this is the last time I'm coming to a school. I'm not saying that. But probably. Maybe tomorrow God will take me to another place. Better than where I am. Because you have to qualify where you are to be taken to a new level. If you fail the exam, you repeat. Na katika darasa ya Mungu hakuna njia za mkato. If you fail, you repeat. Many people have delayed their blessings because they fail all the time. All you need is to be king. Walk with God. Understand Him. Know Him. Pass the exam. Go to the next level.
He will take you to the next level. It is Him who decides to take to the next level. You don't have to struggle. Some of us God amewapatia familia nzuri. Beautiful families. Some of us will become governors and they are here. Some of us will become managers of banks and they are here. Some of us will be presenters in TV and they are here. Some of us will be musicians watapita Kenya na waende beyond and they are here. Some of us will be working in like permanent secretaries and they are here. And some of us will be president. Who knows? You never know. Take up your position. Position yourself for what God has in store for you. It is already there, but you have to position yourself. The problem is not what you prayed for that is delaying to come. Have you positioned yourself for that which you prayed for? Ni rahisi kuomba gari, Mungu akupatie gari. But you know how to drive. Somebody who does not know how to drive and prays for a car, it's a foolish prayer. Who will drive the car when it comes? You don't have a job and you're praying for a car. Who will fuel the car? Those are the kind of prayers that we pray, that are foolish prayers. Position yourself for what you're praying for. Amen. Amen. Now, you pray for an A. Now, unakaa kivi. Unakaa kama E. Pray standard. Amen. Amen. And God will take you to levels beyond your imagination in Jesus' name.